السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على جزيل النعماء، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwafikia na kutuchagua tukawa miongoni mwa watu ambao kwamba wamebarikiwa kufikiwa na mwezi mtukufu wa Shaaban. Hii ni neema kubwa miongoni mwa neema, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam katika hadith sahih alipokuwa akieleza miezi mitukufu akautaja mwezi wa Shaaban ni mwezi uliosahauliwa, ambapo ikiwa mimi na wewe si katika wale ambao kwamba wameusahau, tusemeni alhamdulillah. Pia tumshukuru Mwenyezi Mungu kutuwafikia tukawa wenye kufika msikitini mapema. Hii ni kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si kwa nguvu zetu. Mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao kwamba uko between two holy months. Ni mwezi ambao kwamba uko katikati wa baina ya sacred month ambao kwamba ni ashhurul hurum, nao ni Rajab, na uko baina ya Ramadhan, ni mwezi mtukufu. Ndio Mtume alayhi salatu wassalam alivyoulizwa kuhusu huu mwezi, alionekana kuna amali moja yuwaipenda sana katika huu mwezi kufanya, akasema huwa shahrun, nao ni mwezi yaghfulu nnas anhu, watu wengi wa usahau. Ndo suala tukajiuliza, je, mimi na wewe ni katika wenye kusahau mwezi kama huno? Na ni yapi ambao kwamba tumeyasahau? Balil insanu ala nafsihi, bali ya mwanadamu hujijua mwenyewe. Wallahi, wangapi watamani kufika katika mwezi wa Ramadhan. Mtume alayhi salatu wasalam mwenyewe, tuweza kusema si hadithi au tuweza kusema ni dua, lakini almuhimu hata kama ni dua, Mtume alikuwa akisema Allahumma barik lana fi Rajabi wa Shaaban wa ballighna Ramadhan. Kwa hivyo kufikiwa na mwezi wa Shaaban ni baraka kubwa sana, ni neema kubwa sana. Lakini hii neema ambayo kwamba tumepata mimi na wewe leo, wangapi tumewazika? Wallahi, watu watamani kufikiwa na Ramadhani, wengine washapanga, lakini innamal a'malu, nia zetu ni zenye kuhesabiwa. The more intention we are going to make, namna utakavyokuweka nia yako, utakavyokuzihesabu nia zako, ndiyo hata ukifa leo, kesho kutwa, lakini nia hiyo ya kisawasawa, kuwa mimi Ramadhani itakaokuja umenifikisha katika mwezi wa Shaaban, ya Rabbi nibarikie. Baraka ni zipi katika mwezi kama huno? Kufanya matendo mema, yale ambayo kwamba wataka kufanya ndani ya Ramadhani. Leo tunatamani Ramadhani ifike, umpanga nini? Leo ukifa tambani Mwenyezi Mungu umpanga nini? Kuweka resho. Tumpanga kitu gani? Nimepanga Qur'ani nihitimishe. Leo ushasoma Qur'ani?
tangu ianze tarehe mosi mpaka tarehe ya leo imfika ni 3 ni 4, utakavyo kuhesabu kwa unavyotaka wewe. Muhimu tarehe zimpita, umesoma kurasa ngapi, kisha utaka ufe kwa nia kusoma Qur'ani, tutaziana shere. Ramadhani kama yaje utatia stock. Mbona usemi ngoja si wajipanga, sababu ni tumbo la hitaji. Kama ni Idi utakwenda kutafuta nguo, usemi ngoja siku ya mwisho, ni ghali. Kwa hivyo baraka ambazo kwamba ziko ndani ya Shaabani ni matendo yetu ambao kwamba twataka nini kufanya ndani ya Ramadhani. Insha Allahu taala leo tutazungumzia khaswais, mambo ambayo kwamba au kuna nini ndani ya Shaabani, mambo gani yamepatikaniwa ndani ya mwezi wa Shaaban kama Muislamu, tukijua historia zetu, jambo gani limetokea ndani ya Shaaban. Kuna mambo kadhaa yametokea, lakini nitapendelea nigusie 3 au 4 kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza katika miezi yake aliyotaja, inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh. Miezi 12 haya ambao leo tuko mwezi wa 8 wa Shaabani. Wa Arabu huu mwezi kuita Shaaban ni neno limetokana na at-tasha'ub. At-tasha'ub ima weza kusema to split, kugawanyika, au weza kusema kutapaka, kuenea. Ndio Waarabu walikuwa wakisema kanu yatashaabuna litalabil ma au miyah. Waarabu walikuwa baada ya mwezi wa Rajabu, mwezi mtukufu ambao kwamba kabla ya Uislamu, kabla au wakati wa jahilia, ilikuwa hakuna hata mmoja asubutu kufanya mambo ya haramu kama kupigana. Ndio utaona walikuwa ndani ya miezi mitukufu wakitukuza zaidi. Sisi Rajabu impita, mangapi machafu tumeyafanya katika mavazi yetu, katika kuzungumza kwetu. Wale ambao kwamba si bora wajahilia walikuwa wakiutukuza, sisi imepita. Lakini kama imetupita basi Shaabani situpite. Baada ya mwezi mtukufu walikuwa sasa wakienea, wakisplit ile makabila yakienea kutofuta maji. Wengine wakisema walikuwa hawa Waarabu wakienda katika makundi wakigawanyika kuanza vita tena, kwa sababu baada ya miezi mitukufu sasa twalipiza kisasi. Si tushatulia kwanza, sasa season mpya yaanza. Sasa watu waenda makabila, washagawanyana, wewe nenda kabila fulani tukapigane, sisi twende huku. Ndio maana akaita Shaaban. Shaaban katika mambo makubwa ambayo kwamba kama Muislamu wafaa kuyajua na kuyatukuza baadhi yake. Mmoja, tahwil alqibla, kubadilishwa kwa kibla. Hichi kibla chetu ambacho leo twajifakhiri nacho, twaelekea Shaaban mwaka wa pili, fi sanati thania, katika mwaka wa pili mtumi kugura kutoka Maka kwenda Madina, kibla kilibadilishwa. Na riwaya ziko mbili. Mmoja
yasemekana ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameketi, mmoja katika maswahaba jina lake akiitwa Abu Sa'id ibn Mu'li, wasema kunna fi ahdi rasul, tulikuwa katika zama za mtumi, tukienda sokoni asubuhi, kwanza kabla tujaenda sokoni tukipita msikitini tukiswali, kisha tuelekea zetu sokoni. Asema siku moja alipokuwa twapita, hiyo siku asema ilikuwa kabla adhuhuri, twapita tukamwona Mtume sallallahu alaihi wasallam ameketi katika mimbar yuangalia juu. Wakamuuliza Mtume, je, kuna aya mpya au kuna jambo lolote limetokea? Mtume akamwambia, qad nara taqalluba wajhika fi sama. Wakasema kuna jambo laja. Qad nara, hakika tumekuona wewe Mtume Muhammad, taqalluba, waelekeza, wajhika, moyo uso wako, fi sama, katika nini? Mbingu. Bimaana binadamu yoyote ikiwa hana utulivu, hana raha, uso hawezi kutulia pale pamoja. Utaona mtu angalia juu, angalia kando. Mtume sallallahu alaihi wasallama akaendelea kuisoma ile aya. Abu Sa'id akasema, nilikuwa na mwenzangu nikamwambia tufanye haraka tuswali kuelekea Makka. Ndio kaambiwa awalu, mtu wa kwanza aloswali kuelekea Al-Kaaba katika vitabu vya sira, akwambia ni Abu Sa'id ibn Mu'li pamoja na urafiki yake, kwa sababu asema tulijificha bila Mtume kutuona tukaswali kuelekea. Ilipofika swala ya adhuhuri, katika riwaya nyingine sasa tutakutania hapa katika swala ya dhuhuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam yaswali swala ya dhuhuri, ikawa Mayahudi kazi yao kuwachezea waumini Waislamu. Sisi leo Mayahudi hawatuchezei, sisi tuacheza na wao. Angalia maswahaba walivyokuwa na ghera. Mayahudi wakiwaambia nyinyi ni Waislamu, muabudu Musa, muamini Musa, Nabii Musa kama sisi, nyinyi mwasema Muhammad ni mtumi, mbona huyo Muhammad angalia kibla chetu? Ni istihzai. Kibla chao ni kipi? Masjidil Aqsa, kwa sababu kibla cha kwanza kilikuwa ni Masjidil Aqsa na mitume wote walikuwa wakiswali wakielekea Masjidil Aqsa. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutaja katika suratul Isra, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil Aqsa. Kutajwa, kuoneshwa, imetajwa katika hii safari ni kutueleza sisi waumini utukufu wa Masjidil Aqsa. Kwa hivyo Mayahudi wakaanza kufanya istihzai zao, kasema nyinyi nanyi kila kitu chetu mwatufata, kufunga Ashura mwafunga, na Mtume ashawaeleza kuwa sisi tuwafunga kwa sababu nahnu ahaqu bi Musa, Musa ni ndugu yangu, tuna haki zaidi sisi. Lakini maswahaba ya wakera, kwa nini hawa watuzeza shere, hawa watu watuzungumzia sisi? Wakamshtakia Mtume. Sasa ikawa Mtume pia moyo wake yuwaswali, lakini uso wake auelekeza juu. Lini nitateremshiwa aya? Lini nitaamrishwa nibadilishe kibla? Ndo ikawa katika swala ya adhuhuri mpaka leo mahujaji na maumar wanaokwenda umra wakienda katika ziara historical sites, utaona wapelekwa Masjid Qiblataini,
Ndio Mtume alayhi salatu wassalam katika swala ya adhuhuri siku ya mwezi wa Shaaban mwaka wa pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha hii aya akamwambia, qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Huyu ni Mwenyezi Mungu, kisha useme mtume kama wewe. Sisi ni makuruhu kuonyesha uso juu, bali waambiwa na mtume ni adhabu kubwa iweza kumtokea mtu ambaye kwamba yuwafanya istihzai katika swala inyosha macho juu, huenda ukawa ni kipofu. Yeye Mwenyezi Mungu humridhia mtumi wake akimwambia, qad nara taqalluba wajhika fi sama, hakika tumekuona ukielekeza uso wako mbinguni, falanuwalliyannaka qiblatan tarudha. Tena kuambiwa tarudha, ka unachoridhia wewe. Subhanallah, si anaridhia Mwenyezi Mungu wewe, bimaana unachoridhia wewe Mungu asharidhia nacho. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Ndio Mtume alayhi salatu wassalam, tukimalizia hiyo aya utaona akaelekeza Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Makka, Al-Kaaba, akatoka katika swafu ya kwanza akaenda swafu ya mwisho, ikawa swafu ya mwisho ndo swafu ya kwanza na ya kwanza ikawa swafu ya mwisho. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo sisi kama Waislamu, je, hiki kibla twakitukuza? Hiki kibla je twatupatia heshima yake? Wallahi tuna masulia imma katika kuketi kwetu, isipokuwa kama mtu ana udhuru, ameumia mguu anyosha mguu, hayo ni mambo twayaelewa. Utamwona barobaro anyosha mguu, mtu hana heshima na kibla anyosha mguu akwambia, lakini si ni kibla tu. Angalia, kibla tu. Mmoja katika watu wema maulama alijiliwa na mgeni kwa yuko nyumbani. Mgeni alikuja msikitini, akaambiwa kuna shekhe mkubwa ankuja ya kusubiri. Akija msikitini akamwona yule anayemsubiri yuatupa mate katika kibla. Atupa mate jamani, yuatema mate kwenye dirisha la kibla, atema mate. Angalia huyu ulama alisema nini? Alisema pale hapana mtu. Huyu akaregea zake. Asema ikiwa mtu ni shekhe, ni alim, hakipi heshima kibla tupa mate, sisi leo tutupa nini? Tupa, twadharau, twachukulia kila kitu ni simple. Tukija sisi wenye kuswalisha, Mwenyezi Mungu atusamehe, tena turekebishwe. Shekhe sivyo anavyosoma jamani, si mtezo kibla. Wallahi si mtezo kibla. Sote wenye kusimama mbele hapa si mtezo, tuna masulia. Kibla kimeekwa na mambo yake na sharti zake. Kwa hivyo hawa ni maswahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallama, nazungumza zama zetu, tuone hali za maswahaba na sisi na watu wema tunavyo kibla tunatukipatia heshima. Watu wema, Mtume alayhi salatu wasalam alipokuwa hajisikii vizuri, alimwakilisha Saidina Abubakar kuswalisha. Mmoja katika maswahaba, sikumbuki jina lake, lakini mmoja katika maswahaba akamtangulia Saidina Abubakar, alichelewa. Mtume sallallahu alaihi wasallama baada ya kusikia ile sauti alikwenda akauliza, nani mmekuswalisha? Na mimi nimesema ni Abubakar. Angalia Mtume ile hadhi amewekea kibla. Sisi leo tunataka watoto wadogo waswalishe tarawih, kisha utakuja kusikia mtoto wangu amehifadhi mpisha swalishe. Shekhe, kuswalisha si mtezo, kibla hiki si mchezo. Mtoto wa ndugu yangu huyu bwana ustadhi wasijua tuhusiana, basi amehifadhi nini? Wewe umempeleka kuhifadhi, ni lazima swalishe? Tushakosea hadhi ya hifadhi Qur'an. Kwa hivyo kibla kina utukufu wake. Ndio tutaona watu waenda kusoma kuwa imamu, kuwa waadhini, mambo yakitokea
Ndio Mtume alayhi salatu wasalam akaika daraja ya qibla, akasema kusikimiwe swala mpaka amri ya nani? Imamu. Na kusiadhiniwe mpaka amri ya nani? Muadhini. Leo kila mtu muadhini swala. Imamu anchelewa dakika moja, watu wote washasimama kama maaskari, yani twachelewa sisi. Hatusomi fiqh. Tena watu wasimama kwa stage waangalia huku na kwa bana, wewe unchelewa. Kwani imamu hachelewi jamaa, si mwanadamu? Wewe swala ngapi wachelewa? Yeye ajibidiisha kuja. Wengine wafanyi kama ni kazi. Wallahi wengi wetu watufanye ni kazi hapa. Tuwatolea lillahi wa ala Allahi wa fillahi. Sisi tutaona tunavyodharau qibla chetu, imma kwa kuweka miguu tuelekeza, huna sababu yoyote, imma kwa kutupa vitu, kutupa mate, imma tuweka mpaka gumzo katika qibla, gumzo haswa ambayo halina maana. Twadharau qibla chetu. Jambo la pili, katika mwezi wa pili wa Shaaban baada ya kugura Mtume alayhi salatu wassalam, kulifaradhishwa zakatul fitri. Zakatul fitri ilifaradhishwa mwanzo biyaumin, kwa siku moja kabla Ramadhani kufaradhisha. Kwa mfano iwe zakatul fitri imefaradhishwa leo mwaka wa pili Shaaban, Ramadhani kafaradhishwa siku ya pili yake kesho. Ndio maana nataka kuambia mbona Ramadhani zifaradhishwa pamoja? Naam, pamoja, mwezi mmoja, mwaka mmoja, lakini siku ilipishana siku moja. Ndio hii swaumu ambao kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alituwekea katika mwezi kama huno, akauita mwezi wa kughafilika. Tumeghafilika na nini? Tumeghafilika na ibada zote, tumeghafilika na kufunga. Leo ukifunga utaambiwa haifai kufunga. Itakuja tarehe 15 nisfu Shaabani, itakuwa ni kesi kubwa. Kwa nini wafunga tarehe 15 tu? Jamaa, si siku nyeupe tu? Lakini kuna tarehe 13, 14, 15, mbona 15 tu? Mimi wenzangu ni 15, wewe ufunga ngapi? Hatuko hapa kukejeliana, tuko kuhimizana katika mambo ya ibada. Mtume alayhi salatu wassalam aliulizwa na hubbi, kipenzi chake, hubbi Rasul sallallahu alayhi wasallam, Usama bin Zaid ibn hubbi Rasul. Usama bin Zaid jina lingine aitwa ibn hubbi Rasul, mtoto wa kipenzi cha Mtume. Alimuuliza, ya Rasulullah, lima, kwa nini araka twakuona wewe wapenda sana kufunga mwezi wa Shaaban? Angalia, akatoa mambo mawili. Angalia mambo mawili. Sisi ndio leo tujiulize, balil insanu ala nafsihi. Mtume ashatuweka katika courts. Ni sisi leo tujiulize, tuko katika hawa watu ama hatuko? Mtume akasema, wa huwa shahrun, nao ni mwezi, yani Shaaban, yaghfulu nasu anhu, watu wanausahau mwezi kama huno. Maulama wakasema kwa sababu ni mwezi uko baina ya sacred month, watu wafunga katika mwezi mtukufu ya ashhurul hurum, wasum ashhurul hurum tumaliposema, na tuko baadaye yake kuna mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhan. Ndio Mtume akasema, na mimi nisiwe katika watu wa kusahau mwezi huu kwa kufunga. Sisi tuna bakhti, hatujafika hata tarehe 10. Je, ushatiania kufunga lini? Kuna Jumatatu na Alhamisi. Basi jamani, hatuwezi. Mtume akatuambia tusiwe katika wenye kusahau, kughafilika. Siku nyeupe tusifunge pia siku nyeupe. Siwezi kufunga zote, funga unavyoweza wewe, innamal a'malu binniyati. Na wewe usiingie katika watu kama hao. Katika mwezi kama huno
Hii hadithi yatueleza dalili, turfa'ul a'mal, huenyushwa, hupandishwa matendo, our accounts, hesabu zetu za thawabu na madhambi tulioyafanya ya mwaka mzima. Mtume akasema kumalizia hadithi, wa turfa'u fihi al-a'mal. Ndo jambo la tatu. Jambo la nne, la kwanza tusema kubadilishwa qibla, ya pili kufaridhishwa zakatul fitri, ya tatu kufunga, ya nne kupandishwa nini? Matendo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dalili ni hii hadith sahih. Mtume asema wa turfa'u fihi al-a'mal. Na Shaabani, matendo yetu wanadamu wote ya mwaka mzima, wazungu wameiba kutoka kwetu jamani. Amali zimeganyika kupelekwa kwa Mwenyezi Mungu mara tatu. Kuna amali zapelekwa asubuhi na jioni, alfajiri na baada al-asri. Hadithi sahih ziko mbili, unaotaka chagua wewe. Moja, Mtume asema, aliulizwa mbona funga siku ya Jumatatu na Alhamisi, akasema yaumul ithnain yaumun ulidtu fihi, siku nilozaliwa mimi, ndio maana nafunga siku za Jumatatu. Na yaumul khamis akasema nini? Turfa'ul a'mal. Mtume akasema wa ana uhibbu, na mimi Mtume napenda, an turfa al-amali, matendo yangu yapeleke kwa Mwenyezi Mungu, wa ana swaimun, na mimi mwenye kufunga. Yani Mtume asema napenda mwisho wa wiki siku Alhamisi zikipelekwa, naona nimeruka, nimetaja ya wiki, lakini jioni, mchana na jioni, Mtume asema kuwa malaika yataaqabuna, au fi riwayat, yani malaika wanapishana, malaika wa jioni na alfajiri, wa jioni na usiku wanapishana wakati mbili. Ikifika al-asri, malaika wa asubuhi yuwapanda na amali zetu za siku. Alfajiri, malaika wa asubuhi yuwateremka, anaketi sasa. Wa jioni anaketi, anasubiri wewe ufanye amali zako. Ikifika alfajiri, malaika wa alfajiri anaregea shift yake mpaka saa 10. Ndio kaona maulama wetu wakaeka kila baada alfajiri na alasri twamswalia Mtumi na twapeana mkono. Ile si mambo ya bid'a. Soma tuangalieni jamani. Hadithi ya Mtume asema tahadu tahabu, peaneni hidayah mutapendana, wataswafahu, na peaneni mikono muswafaha, hatta yadhhabu alghilla, mpaka nyoyo zenu ziwate chuki. Kwa sababu tukipeana mikono namna hii, chuki zaondoka. Ule malaika akipita, wewe unkosana na mwenzako, ukaona mimi ngoja niregee nyuma, umpatia mwenzako mkono, mumpatana, wale malaika waenda sema tumeondoka, walikuwa wameteta, sahi alhamdulillah, wampeana miswafa, hawapendana. Ndio mashekhe wetu wakaeka hizi muswafa kila alfajiri na jioni, ili malaika akienda, nimetoka waja wako washaswali, wamemaliza vizuri, wamepeana mikono, hawana hikdi ndani ya nyoyo zao. Tukija amali za pandishwa kila wiki, daily, it is a week account, ni account zachukuliwa kila wiki. Ni kama nilivyotangulia kusema, kufunga siku ya Alhamisi, amali siku ya Alhamisi zapelekwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi leo siku ya Alhamisi tuna hali gani? Wenzako wamswalia Mtumi, watu wazidisha katika ibada. Sisi malaika apita, watu wasengenyana. Malaika apita, tuna chuki. Tunataka kusamehewa kweli? Shaabani imeingia. Amali ya mwisho ambayo kwamba yapelekwa kila mwaka, it is a yearly account. Ndio kaambia wazungu tufuata sisi. Tuambia mtu akwambia katika business there is a daily account, there is a weekly account or monthly account, there is a yearly account. Wewe kufunga duka lako kila siku lazima upige hesabu. Untoa wapi? Watu tufuata sisi hadithi za Mtume ya mwaka mzima, ndo hii ya Shaaban. Mtume akasema wa ana uhibbu an turfa'u amali, asema ama akasema wa turfa'u amali fihi,
na huenyushwa amali kwa Mwenyezi Mungu katika mwezi wa Shaabani. Ikhwatul amajid, amali zetu zikienuliwa kupelekwa kwa Mwenyezi Mungu, twatakikana tuwe na hali gani? Balil insanu ala nafsi basira. Kufa ni kufupi. Tuzingatieni Shaabani. Siyasema Shaabani mwezi wa kufa, lakini tuangalieni Shaabani watu wanavyokwenda. Haimaanishi mwezi mwingine tuwaendi sana, hawafi sana, Israeli hayuko. Lakini nakuomba tuzingatie, tuataka tuende vipi kwa Mwenyezi Mungu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuchagua swala, hakuchagua swadaka, hakuchagua kusoma Qur'ani. Alipoulizwa mbona hakuulizwa mbona twakuona kusoma Qur'ani sana, aliulizwa mbona twakuona ukifunga sana. Hikma gani kufunganisha kufunga na ibada ya kupandishwa kwa Mwenyezi Mungu? Maulama wasema mambo kama matatu, ni afupishe. Moja asema hikma ya Mtume kufunga ili amali zikipandishwa, lianna as-siyama, kwa kuwa kufunga yuqidhul jawarihi, hutikisa, husisimua viungo vyetu, min ghafalatiha, katika kughafilika kwake. Ndio utaona tulivyoambiwa Mwenyezi Mungu alipoziumba nyoyo aliziadhibu, aliwaambia kwanza swali. Nyoyo zikawa haziswali, hazitaki kumsikiza Mwenyezi Mungu, ikachomwa, ikafanya kila aina adhabu. Mwenyezi Mungu akaiweka na njaa, ikawa sami'na. Ndio utaona Ramadhani ikifika, kama ukifunga mtu hataki kupiga, akikutukana mtu anakuambia nini? Inni saimun inni. Mbona humlipizi? Si ati una njaa, ni ile swaumu ya kukaba wewe viungo vako visifanye mabaya. Fatakuna, basi iwe fi ahsani hali wa akmaliha, ili wewe matendo yetu yakipelekwa kwa Mwenyezi Mungu iwe in the best form, iwe wewe wafanya ibada vizuri. Lakini kama kuswali ukivundikiwa na udhu mpaka utawadhe tena, si tuachoka kuswali? Tuambiane kweli, sunna ngapi tarawih ikifika twaswali vipi? Tena tuweka na schedule, leo nitaswali 8, kesho 10. Kutoa sadaka tungechoka. Wewe utoe sadaka Shaabani nzima mpaka nusu Shaabani, matendo yapelekwa kwa Mwenyezi Mungu, kuna kupata, kuna mtu kukosa. Lakini ukifunga waambiwa hii al-ibada ni ibada mustamirra, yenye kuendelea, ni ibada ambayo kwamba yenye kuendelea. Ukifunga wakati na somo yako mpaka jioni, bimaana matendo jioni yakipelekwa, una nini wewe? Una saumu yako bado waendelea, ama wafungua saumu yako. Ikhwatul amajid, ya mwisho ambao kwamba lilitokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, aya ambao kwamba yasema katika suratul Ahzab, Mwenyezi Mungu akisema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hino aya iliteremshwa wakati wa Shaaban, mwezi wa Shaabani. Ndio maulama wakasema mwezi wa Shaaban wako unasibisha na shahru sallu ala nabi, na mwezi wa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakasema Rajab, mwezi wa Rajab, shahrul istighfar, kuleta istighfar nyingi, kwa sababu ukileta istighfar, Mwenyezi Mungu atuambia katika suratu Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mwenyezi Mungu kuleta istighfar nyingi ya kusamehe madhambi yako. Ndo maulama wakeka mwezi wa Rajab ni mwezi wa kuleta istighfari, kusafisha nyoyo zetu. Rajab imekwisha, istighfari zetu ziko wapi? Ndo maulama wakeka kila baada ya salatul isha wametokea uradi rabbighfirli warhamni wa tub alayya mara 70. Mbona mara 70 peke yake? Mtume asema inni la astaghfirullah fi yawmin 70 fi riyati 100 marra. Wewe uleta ngapi? Ishapita. Lakini Rajabu hatuwezi kuleta istighfar, tualeta. Lakini baada ile mwezi ushajisafisha moyo wako na istighfari. Mwezi huu ni mwezi
wa kunyunyiza nyoyo zetu kwa swala za Mtumi, ili Ramadhani ikija iwe wewe umepambika na sifa nzuri. Sisi tangu tarehe 1 mpaka tarehe ya leo tumemswalia Mtume mara ngapi? Na ni mwezi wa aya iliyoteremsha kuzidisha kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sallu ala nabi. Namalizia, alipokufa juzi tu Tanzania, alipokufa maarufu Sheikh Rocket, katika kufuatiliza wenye kuzungumza akasema sifa moja ya huyu bwana ambao kwamba sote leo twashindwa kuitwa nayo, twaogopa kuitwa nayo, ni sifa katika hadithi ya Mtume. Akasema mtajeni Mwenyezi Mungu mpaka uitwe nani? Majnun, mwandazimu. Huyo mtu amekufa, watu wamwita mwandazimu kwa kumtaja Mungu. Sisi kumswalia Mtume, wallahi yasikitisha. Leo Ijumaa tumemswalia Mtume mara ngapi? Naanza na mwenye nafsi yangu na nahusia na wenzangu. Wallahi yasikitisha. Ndio pale itakuja ndani ya Ramadhani utakisema mtu akwambia, shekhe, wallahi mimi nikifunga bwana nasikia ile sigara zile bwana za nikerakera. Mimi za kukera? Wewe kwanza unatama kuacha sigara? Wewe ulitiania kuacha sigara? Mimi shekhe, wallahi nikiketi bwana nawafikiria wale wasichana bwana, nasikia zile Facebook naona wapita pita tu. Wapita pita, wewe mwenyewe hupitishi. Kwa nini sipite? Kwa sababu nyoyo zetu haziko tayari. Ziwe tayari kwanza kuleta istighfar, pili kumswalia Mtume. Wallahi nyoyo zitamea na mahaba ya Mtume. Tutakuwa ni jicho tuangalia mambo ya kupenda Mtume na Mwenyezi Mungu, ni mdomo kumtaja Mungu na Mtume, ni masikizi kumsikia Mtume na Mwenyezi Mungu, ni kila kitu chetu mpaka nyoyo zetu. Kwa hivyo balil insanu ala nafsihi, kila moja ji account himself. Leo Shaabani saa ngapi mimi nitamswalia Mtume na nitajiandaa kumswalia Mtume, ili Ramadhani ikija moyo wangu nimenyunyiza na swala za Mtume. Ramadhani ikija nipande mambo mazuri. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una qawlan fattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.